أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خير الإنس والجن. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة البررة المتقين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، katika muhadhara ama darsa iliyotangulia kuhusiana na hawa wafuasi na wanachama wa chama cha Salaf, tulieleza utangulizi ambao kwamba ulijitosheleza kabisa juu ya urongo wa madai ya uwepo wa madhehebu au ufahamu unaitwa ufahamu wa Salaf au umoja wa uelewa ambao kwamba unaitwa uelewa wa watangulizi waliopita. Hakuna kitu kama hicho, na tulieleza dalili nyingi sana ambazo kwamba zimejitosheleza kabisa na hatuna haja ya kuzirudia tena, bali leo tutaendelea katika muendelezo wa darsa na muhadhara uliotangulia. Katika darsa leo tutaanza kupiga baadhi ya mifano ya kutofautiana kwa Salaf, kutofautiana kwa watangulizi waliopita katika masail kadha ya kiitikadi. Mifano hii itatubainishia na kutudhihirishia ukweli wa hiki tunachokisema, ukweli wa haya madai tunayotoa, na urongo wa madai ya wanachama wa chama cha Salaf wanaodai ya kwamba kuna ufahamu mmoja ambao kwamba walikubaliana juu ya ufahamu huo watangulizi wema, na kuna madhehebu moja ambayo kwamba wameikamata madhehebu hiyo wote waliotangulia. Naam, almithalu alawwal, mfano kwanza, ikhtilafu salafi ni kutofautiana Salaf fil aqaidi, katika mambo ya kiitikadi. Ikhtilafu salaf, kutofautiana Salaf fi mas'alati khalqi alqur'ani, katika mas'ala ya kuumbwa Qur'an. Haya ni katika masaili ambapo kwamba Salaf wema au watangulizi wetu walitofautiana juu yake. Wako ambao kwamba waliosema kwamba Qur'ani ni kiumbe, nao ndio ambao kwamba waliokuwa katika usawa, lakini wako ambao kwamba waliosema kwamba Qur'ani si kiumbe. Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe. Qala al-Hafidh ibn Abd al-Barr, amesema al-Hafidh ibn Abd al-Barr ni katika ulamai wakubwa wetu sisi ahlus sunnah wal jamaa katika madhhabi ya Maliki. Fi kitabihi al-Intiqa, katika kitabu chake al-Intiqa sahifa 106, an al-Imam al-Hafidh al-Karabisi, kutoka kwa al-Imam al-Hafidh al-Karabisi, ni katika wafuasi wakubwa wa al-Imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala na wanafunzi wake. Maana maneno ambayo kwamba ni haya: baada ma athna alayhi, baada ya kumsifu al-Karabisi, Ibn Abd al-Barr alisema, wa kanat bainahu wa baina Ahmad ibn Hanbal sadaqa, na kulikuwa kuna baina ya al-Karabisi na Ahmad ibn Hanbal kuna urafiki, yani walikuwa ni marafiki hawa wakida, urafiki ambao kwamba ulio madhubuti, ulio imara kabisa. Falamma khalafahu, al-Karabisi alipomkhalifu Ahmad ibn Hanbal fil Qur'ani, katika masala ya Qur'an, je, ni kiumbe au si kiumbe? Karabisi asema ni kiumbe, Ahmad bin Hanbal asema la, na wafuasi wake si kiumbe. Asema adat tilka sadaqa, ulirejea ule urafiki, adawa, kuwa ni wadui. Subhanallah. Kuma mambo haya ya watu kugeuza kutofautiana kwenu katika masala fulani ni wadui hajaanza jana wala juzi. Kwa hivyo hatushangai baadhi ya watu wakitutukana na kutukufurisha na kututuhumu kwa tuhuma mbalimbali na kutupimia makilo ya tuhuma kwa sababu tu tumetofautiana nao katika masala fulani. Haya mambo hajaanza juzi wala jana, enyi watu haki. Kwa hivyo hata isiyoshughulishe vichwa. Karabisi allama kabir, Ahmad ibn Hanbal allama kabir. Kutofautiana tu katika masala haya, Ahmad ibn Hanbal alishindwa kuvumilia huku kutofautiana kwao katika haya masala, akageuza kutoka kwenye masala ya kielimu kwenda katika mambo ya wadui. Allahul musta'an. Asema falamma khalafahu fil Qur'an adat tilka sadaqa adawa, huo wadui ukawa ni
huo urafiki ukabadilika ukawa ni uadui sasa. Fakana kullu minhuma yat'anu ala sahibi, akawa kila mmoja katika hawa wawili baina ya Karabisi na Ahmad bin Hanbal akimshambulia mwenzake, akawa akimtia dosari mwenzake, akawa akimcrash mwenzake. Wadhalika, na hilo, anna Ahmad bin Hanbal, ni kwamba Ahmad bin Hanbal kana yaqul, alikuwa akisema, man qala, mwenye kunena, alquranu makhluqun, mwenye kusema ya kwamba Qurani ni kiumbe, fahuwa jahmiyun, huyo ni jahmi. Jahmi ni kundi ambalo kwamba wamelizua hawa watu katika vichwa vyao, wanasema ni kundi ambalo kwamba au ni madhehebu inayonasibishwa na mtu anaitwa Jahm bin Safwan. Madhehebu hiyo imepotoka, madhehebu hiyo ni watu wapotovu, watu wa motoni na kadha. Taban sisi rai yetu ni tofauti na hizi porojo wanazozieleza katika vitabu vyao. Tutakuja kueleza katika darasa zingine taban. Jahm bin Safwan kana rajulan salihan radiyallahu ta'ala anhu arda. Wa man qala, mwenye kusema alquranu kalamullah, mwenye kusema Qur'ani maneno ya Mwenyezi Mungu, wala yaqulu ghairu makhluq, wala hasemi sio kiumbe, wala makhluq, wala hasemi ni kiumbe, fahu waqifin, hu ni waqifi. Waqifi pia ni batil, yani watu wa kusimama, hawasemi kwamba sisi tunasema Qur'ani ni kiumbe wala Qur'ani sio kiumbe. Tawaqaf, wamesimama katika kutoa hukumu, hawatoi hukumu hii wala hii. Pia hilo halimridhisha Ahmad ibn Hanbal, yani ya Allah, ima uwe na yeye wewe utakuwa ni mtu wa peponi, wa ila usipokuwa na yeye wewe ni mubtadi, mtu wa bid'a, kadha kadha wa hakadha. Yani ni ile kanuni ya mabeberu, illam takun ma'i fa anta dhiddi, usipokuwa na mimi wewe ni adui yangu. Ukitaka usalama kuwa na mimi. Mithili ya siasa hizi za kimagharibi, wewe ima uwe na Marekani katika ajenda zake zote, wa ile ukimkhalifu katika ajenda zake wewe ni adui yake, na itakuwa ni halali ya kupiga vita. Kama juzi asema mimi na waunga mkono wapenzi wa jinsia moja, Trump huyo, wa Irani wanaopiga vita, hawakubali masala haya, kwa hivyo ndio kitu kinachonifanya mimi ni wapige vita hawa. Alafu anakuja anatokea mnyogongo mmoja kwambia hii vita bwana siye kiimani hii. Haya mambo hayahusiani na imani. Vita vya Marekani na Iran havihusiani na imani. Trump asema na wapiga vita hawa kwa sababu wapinga ushoga. Mimi naunga mkono ushoga. Mtu kupinga ushoga si swala la dini ile na kiimani, swala la kiakhlaki za kiimani hizo. Kwa hivyo hizi porojo za kwamba hivi vita si vita vya kiimani, sio vita havihusiani na dini na nini, ni vita vya maneno ya wanyagongo, yanafaa kasema kwenye klabu za gongo. Sababu vita hivi vinakuwa mara nyingi, sio mara nyingi, yani huwa ni hivyo. Kuna vitu vitatu ndio huwa vinakuwa ni sosi kubwa hivi vita. Inakuwa ni vita ya kiuchumi, inakuwa ni vita ya kiimani, inakuwa ni vita ya kutetea maslahi. Vitu vitatu hivi lazima viwepo, yani iman, uchumi na siasa. Yani vita ya kisiasa ni imani, ni uchumi. Taban. Kwa hivyo Ahmad bin Hanbal ilikuwa ni hivyo. Wa man qala, na mwenye kusema lafdhi fil Qur'ani makhluqun, mwenye kusema hii Qur'ani si kiumbe, yani maani ya Qur'an, lakini hili tamko nalisoma hapa katika msahafu ni kiumbe, fahuwa mubtadi'un, huyo pia ni mtu wa bid'a. Allahu akbar. Wa fi baadhi riwayat, na katika baadhi ya riwaya, qal, alinena Ahmad bin Hanbal bi annahu kafir, mwenye kusema tamko langu nalisoma ila Qur'ani ni makhluq, ni kiumbe, huyo ni kafiri. Na ndio madhhab ya Al-Karabisi, Bukhari, Muslim na wengine kama atakavyoeleza hapa. Waqad kaffara Ahmad ibn Hanbal aidan, na hakika amewakufurisha Ahmad ibn Hanbal vile vile, man qala, waliosema al-Qur'an muhdathun, Qur'ani imezuliwa, yani imeumbwa. Muhdath yani makhluq, uhditha ba'da an lam yakun, yani ilizuliwa ikaumbwa baada ya kuwa haikuwako huko zamani. Kama atajidu dhalika, kama utakavyolipata hilo la kuwakufurisha watu wenye kusema hivyo, fi kathirin min almaraji, katika marejeo mingi, minha miongoni mwao
Siyaru Alami Nubala mujallad 11 sahifa 288. Wa Ahmad bin Hanbal ala jalalatihi wa fadlihi wa sa'ati ilmihi wa ittila'ihi wa zuhdihi wa huwa ala ar-ra's wal 'ain mukhti'un fi dhalik. Amekosea katika hilo liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin. Ilikuwa ma ya'tihim, ulikuwa hauwajili wao, min dhikrin, ukumbusho, min rabbihim, kutoka Mola wao mlezi, muhdathin, ulozuliwa, yani uloumbwa. Dhikri ilokusudia hapo ni Qur'an. Vipi useme atakayesema Qur'an ni muhdath, huyo ni kafiri au ni mubtadi'? Lakini namna hiyo huwa mara nyingi katika hizi ikhtilafat, katika kutofautiana, katika magomvi haya ya kifikra, kuna baadhi ya watu wenye nyoyo finyu, huwa akili zao huruka hata wakasahau Qur'ani, wakasahau nususi za sharia, wakao wakitumikisha akili zao na hawa zao, kama tunavyoona hapa alivyofanya Ahmad bin Hanbal. Manake yani ile pupa yake ya kuwakufurisha watu, ile pupa yake ya kuwatia katika bid'a wasio muafiki Ahmad bin Hanbal katika itikadi yake hii, hata ilimtia wazimu, ikamtoa akili ya kukumbuka aya kama hizi za Al-Qur'an Al-Karim. Na namna hii tunaona wingi tu, unaweza kukuta anapinga kitu kiko wazi kabisa katika Qur'an, lakini taban hakuwa anakusudia kupinga Qur'ani, ilitokea tu. Wakana al-Karabisi, alikuwa al-Karabisi wa Abdullah ibn Kullab, na Abdullah ibn Kullab wote katika ahlu sunna, wa Abu Thawr, na Abu Thawr, wa Daud ibn Ali, na Daud ibn Ali, wal Bukhari, wal Harith bin Asad al-Muhasibi, Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Hao wote wa tabaqatuhum, na watu wa wakati wao huo, yaquluna, walikuwa kisema, yani hawa aliowataja wa tabaqatuhum, na watu waliokuwa katika daraja zao wakati huo, innal Qur'ana alladhi, hakika Qur'an ambapo kwamba takallama Allahu bihi, ambapo Mwenyezi Mungu alizungumza, sifatun, ni sifa min sifati, katika sifa zake. Taban haya ni maneno waliyosema wao, lakini tukiyatia katika mizani ya ilmu al-kalam, tunaona maneno ambayo kwamba hayako sawa. لا يقال أن الله تكلم بالقرآن، بل يقال أن الله خلق القرآن. الحاصل لا يجوز عليه الخلق، haifai kwa maneno haya aliyozungumza Mwenyezi Mungu kuumbwa. Yani kija takallumullah, si kwamba yozungumza kama tunavyozungumza. Takallumullah yuradu bihi khalquhu. Naam. Wa inna tilawata tali, na hakika kusoma kumenya kusoma, wa kalamahu bil Qur'an, na kuzungumza kwake mazungumzo ya Qur'an, yani kuisema kwake ile Qur'an, kasbun lahu, ni kitendo chake. Anaposoma Qur'an ni kitendo ambacho umekifanya wewe. Kasbun lahu ni kitu ulichokichuma wewe, wa fi'lu lahu, na ni kitendo chako, wa dhalika makhluq, hiyo ni makhluq, imeumbwa. Wa innahu hikayatun an kalamillah, na hakika haya maneno unayosoma katika Qur'ani, wasema haya yana haki, yananukulu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani yanawakilisha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtizamo wao, lakini tunasema haya ndio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaumba. Walaysa huwa al-Qur'anu alladhi takallama Allah bi, na hii sio Qur'ani aliyoizungumza Mwenyezi Mungu. Wasema haya maneno yanawakilisha tu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio yale maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyozungumza. Sisi tunasema la, haya ndio maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoyaumba. Washabbahuhu bilhamdi washukri lillah, na wakayafananisha haya maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyo katika Qur'an ni kama unavyomhimidi Mwenyezi Mungu na kumshukuru. Unaposema alhamdulillah, alhamdulillah, hiki ni kitu umekifanya wewe. Huyu ulemtaja si Allah, ni jina la Allah, ni sifa za Allah. Na wa huwa ghairu Allah, si Allah. Alhamdulillah si Allah, ni kalam tuthni ala Allah. Na fakama yujaru fil hamdi wa shukr, kama anavyolipwa mtu katika kumhimidi Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mwenyezi Mungu, wa tahlil, na katika kufanya tahlil la ilaha illa Allah, wa takbir, na katika kusoma takbir Allahu akbar, fakadhalika vile vile yujaru fit tilawa, analipwa katika
kusoma Qur'an. Haya ni maneno yaliyonukuliwa kutoka kwa huyo mwanachuoni katika kitabu chake hicho Al-Intiqa Ibn Abdul Barr. قال الحافظ الذهبي في ترجمة الكرابيسي في سير أعلام النبلاء. amesema الذهبي katika kueleza historia ya Al-Karabisi katika Siyar A'lam an-Nubala, asema wa huwa awwalu man fataqa al-lafdha, naye ndio mtu wa kwanza aliotasua kadhia ya tamko la Qur'ani. Yani ndio mtu wa kwanza kutasua, kupasua hukumu ya kwamba tamko la Qur'an tunalisoma ni makhluq. Waqala fi akhir at-tarjama, amesema mwisho wa tarjama, wala raiba, wala hakuna shaka, anna mabtada'ahu al-Karabisi, ya kwamba alilolizua al-Karabisi wa harrarahu na kalihariri fi mas'alati al-talaffuz, katika mas'ala ya matamko ya Qur'ani haya kwamba ni makhluq, wa annahu makhluq, na kwamba tamko la Qur'ani hili ni makhluq, huwa haqq, ndio haq. Ani maneno ya Dhahabi katika watu waliopita kwa Ibn Taymiyyah. Qultu, nimesema, wa ala dhalika al-haqq, na juu ya haki hiyo aliyoashiria al-Dhahabi, masha al-Bukhari, alitembea juu ya haki hiyo Bukhari, wa Muslim, na Muslim, wal a'immatu, na maimamu, kama taqaddama, kama ilivyotangulia hapo juu. Amma al-Bukhari, ama al-Bukhari, faqad taqaddama dhikruhu, umetangulia utaji wake, fi kalami al-a'imma, katika maneno ya maimamu, wa minhum al-Hafidh Ibn Abdul Barr, miongoni mwao ni al-Hafidh Ibn Abdul Barr. Wa amma al-Imam Muslim, ama al-Imam Muslim, faqad qala al-Dhahabi, amesema al-Dhahabi fi tarjamati, katika tarjama yake, fi Siyar A'lam an-Nubala, katika kitabu cha Siyar A'lam an-Nubala, mujallad ya 12, sahifa 572, asema kana Muslim ibn al-Hajjaj, alikuwa Muslim ibn al-Hajjaj, yudhhiru al-qawla, akidhihirisha kusema, bil lafdhi, kwa tamko. Yani alikuwa akidhihirisha ya kwamba matamko haya Qur'ani yameumbwa. Yudhhiru al-qawla bil lafdhi, yani bi annahu makhluqun, wala yaktumuhu, wala alikuwa hafichi. Maana kuna baadhi ya watu ukiwa umetofautiana nao katika itikadi, wataka kukulazimisha wewe uyafuate yale yao na uyafiche yale unayoitakidi. Sisi hatuendi katika manhaji hiyo. Huwa haki tunaitakidi kuwa ni haki, hata kama ikikhalifu viumbe wote wa duniani, tutaidhihirisha tu. Kama Muslim, kana Muslim ibn al-Hajjaj yudhhiru al-qawla bil lafdhi wala yaktumuhu, amfichanan. Faman ta'ammala fi hadhihi al-mas'alati al-mashhura, mwenye kupeleleza katika masala haya mashhuri, almutadawala, iliyoenea, almaarufu, iliyokuwa maarufu, arafa, tafahamu, anna haula ila imma, ya kwamba hawa maimamu al-a'lam wakubwa, alladhina, ambao kwamba khalafu Ahmad, wala mkhalifu Ahmad, wadhuhli, na adhuhli, wa abazura, na abazura, arrazi, wa abahatim, na abahatim, wahum, na walo khalifu hawa, al-Bukhari, na al-Bukhari, wa Muslim, na Muslim, wal-Karabisi, wa ibn Kullab, wa Abu Thawr, wa Abu Daud ibn Ali, والحارث من أسد المحاسبي، ومحمد ابن نصر المروزي، وطبقاتهم، na watu wa zama zao. Kanu, walikuwa, mukhtalifin, wametofautiana, fi mas'alatin, katika mas'ala, min masail al-aqida, katika masail ya aqida, tataallaqu, yanayofungamana mas'ala hayo, bikalami rabbil alamin, na maneno ya Mola mlezi wa viumbe wote, subhanahu, utakatifu ni wake. Wahum min as-salaf, na hao ni katika salaf. Qad ikhtalafat fahamu salaf, zimetofautiana fahamu za salaf, fi hadhihi al-mas'ala, katika masala haya. Wafahimuha, na wakaifahamu masala haya, afhaman mutadhariba, fahamu zenye kupigana, mutaakisa, zenye kugongana, zenye kutofautiana. Hii ni kinyume na hii, hii ni kinyume na hii. Anayesema Qur'an ni makhluq, si anayesema Qur'an sio makhluq. Sababu Ahmad bin Hanbal anasema Qur'an sio makhluq. Atakayesema Qur'an ni makhluq ni kafiri, ni mubtadi'. Kwa hivyo kauli ya Ahmad bin Hanbal ni aksi, ni kinyume kabisa 100% na kauli ya Bukhari katika masala haya, na kauli ya Bukhari katika masala haya ni kinyume kabisa 100% na kauli ya Ahmad bin Hanbal, na wote ni katika salaf. Naam. Fabi ayi fahmin min hadhihi alfuhum naakhudh, basi tutachukua fahamu gani katika hizi fahamu tulizozitaja hapa za salaf? Tutachukua fahamu gani? Wa bi ayi ra'yin min hadhihi al-ara'i natamassak, tutashikamana na rai gani katika rai hizi? Tutashikamana rai ya Bukhari au Ahmad bin Hanbal au Karabisi
au Adh-Dhuhli au Abu Zur'a Ar-Razi au Abu Hatim. Nani utamshika? Na wote ni katika salaf, wote wana mwamvuli wa salaf, wamefunikwa na mwamvuli wa salaf. Aljawab, jawabu la budda, hakuna budi an natruka hadhihi al-afham, lazima tuache hizi fahamu, wa narja, na turejee ila alkitabi wa sunna, turejee katika kitabu na sunna, wal lughati al-arabiyya, na lugha ya Kiarabu, wa nastamil uqulana, na tutumia akili zetu, linafahamu ili tuweze kuyafahamu haya masala, wa natadabbara al-amra, na tuweze peleleza jambo hili na kulizingatia, fayatadhiha lana, utatudhihirikia wakati utakapofanya hivyo, saata idhina, wakati utakapofanya hivyo upelelezi na uchunguzi, as-sawab, utatudhihirikia usawa, fanaarif, kwa hivyo tutajua anadhaka, wakati huo tutakapofanya utafiti, maana asaba ni nani aliyopata, wa man akhta, na nani aliyekosea. Farujua haqiqatan, kurejea, marejeo ya ukweli kabisa, uhalisia wa kurejea lifahmi, na kurejea katika fahamu zetu, la lifahmi salaf, sio kwa fahamu za salaf. Wa hadha huwa at-tahqiq, na huu ndio uhakiki binisbati li ahli al-ilm, kwa watu wa elimu, wa li tullabi al-ilmi al-mujiddin, na kwa wanafunzi wenye bidii. Yani mazungumzo haya, maneno haya tunawaambia kwamba inabidi turejee katika fahamu zetu na utafiti wetu ili kuyafahamu haya masala, yapi ni sawa, yapi ni makosa. Hatuwahutubi watu wote, la, tuwahutubi ahlul ilmi na wanafunzi wenye bidii. Ama al-amma au watu wa kawaida hawa ambao kama si wasomi, falaisa kalamuna huna yataallaq bihim, hapa hatuzungumzi na watu wa kawaida uza maandazi na vichumbua, la, mazungumzo yetu hapa tuzungumza na watu wa elimu, lianahum laysu ahlan linadhar, kwa sababu hawana maarifa ya kuweza kufanya tafiti, lianahum laysu ahlan linadhar, kwa sababu wao hawana uwezo wa kufanya tafiti. Al-mithalu thani, mfano wa pili, fi ikhtilafi salaf, katika kutofautiana salaf fil aqaid, katika masala ya itikadi, ikhtilafuhum, kutofautiana kwao, fi ru'yati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ta'ala laylat al-Isra, lillahi ta'ala laylat al-Isra, kutofautiana kwao katika kumuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kumuona Mwenyezi Mungu katika usiku wa Isra. Qad waqa al-khilafu fiha, imetokea waqa khilafu fiha, kumetokea huko kutofautiana katika masala haya, baina sayyidati Aisha, baina sayyida Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha, wa ibn Abbas, na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kama yahkun, kama anavyoeleza, wa huwa ma'lumun wa mashhurun. Ikhtilafu hii ni ma'lum, yafahamika na ni mashuhuri. Al-mithalu thalith, mfano tatu, fi ikhtilafi salaf fi al-aqaid, katika kutofautiana salaf katika aqida. Nafikiri mnafahamu haya. Ibn Abbas asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu katika usiku wa Isra, na taban rai yake ina khalifu Qur'an. As-Sayyida Aisha radhiyallahu anha anasema mwenye kudai ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika usiku wa Mi'raj, usiku wa Isra na Mi'raj, faqad a'zama al-firyata ala Allah, huyo amezua urongo mkubwa sana kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi sote tunaungana na as-Sayyida Aisha radhiallahu anha, na tunasema mwenye kudai ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuona Mwenyezi Mungu usiku wa Mi'raji, faqad a'zama al-firyata ala Allah, huyo amezua urongo mkubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar, kama alivyotolea ushahidi ummuna ummul mu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Al-mithalu thalithu fi ikhtilafi salaf fi al-aqaid, ikhtilafu min kutofautiana kwao fi mas'alati ru'yati Allah yawm al-qiyamah, katika mas'ala ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Wametofautiana katika mas'ala ya kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumuona Mwenyezi Mungu siku ya Mi'raj, sasa ni kumuona Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. ذهب جمهور أهل السنة إلى إثبات الرؤية يوم القيامة. Wamekwenda jumhuri ahlu sunna kusema ya kwamba, wameitakidi jumhuri ahli sunna wal jamaa kuthibitisha kumuona Mwenyezi Mungu siku ya kiyama. Wa khalafahum fi dhalika, na wamewakhalifu katika hilo jamaatun, grupu kubwa min ahli sunna wal jamaa, katika ahli sunna wal jamaa pia. Na siku zote tunasema alhaqu la yataallaqu bilkathra, haki haifungamani
na wingi. Yani ni kundi gani ambalo kwamba lina watu wingi, ni kundi gani ambalo kwamba lina watu wachache, ya kwamba hicho ndio kipimo. Wachache ndio wapo katika batili, wingi ndio wapo katika haki. La, haki huwa haiangalii hivyo. Haki inatambulikana kwa kuitambua ile haki. Innal haqqa wal batila la yu'rafani biaqdari rijal, biaqdari rijal. I'rif al haqqa ta'rif ahlahu wa i'rif al batila ta'rif ahlahu wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wingi siku zote sio kipimo cha usawa. Angalia sasa hivi watu wa da'wa, watu wa haki na wanamuziki, wapi wana wafuasi wingi? Kiangalia ni hawa watu wa batil. Je, kile ndio kipimo cha kwamba wapo katika sawa? Kasayida Aisha, mfano Sayyida Aisha wa Mujahid na Mujahid wa Abu Salih As-Samman wa Ikrima wal Imam Bishr ibn Sirri al-Afwa wa ghayruhum, na wengine wasiokuwa hao. Wakadha al-Mu'tazila, vile vile Mu'tazila wamekhalifu katika masala haya. Wahtaju biqawlihi Allah ta'ala, na wote wametolea hoja kauli Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudriku al-absar. Macho hayamdiriki, hawezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, lakini yeye anayaona macho na kilichofichamana. Amma Sayyida Aisha faqad rawa al-Bukhari, amepokea Imam Bukhari wa Muslim na Muslim, annaha, ya kwamba raddat al-waraddi ala man qala, waliosema inna sayyidana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika bwana wetu Muhammad raa rabbahu, amemuona Mola wake katika usiku wa Miraj. Aliwarudi kutumia nini? Biumumi qawlihi ta'ala, kwa kuenea kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Hii aya ni am, inaenea usiku wa Miraj na siku isiyokuwa usiku wa Miraj. Umum qawlihi ta'ala, na kuenea kwa kauli Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana libasharin, wala haiwi kwa binadamu yoyote, ayukallimahu Allahu, amsemeshe Mwenyezi Mungu, illa wahyan, isipokuwa ni kwa wahi, amfunulie ufunuo, amtume Jibril, au min warai hijabin, au nyuma ya hijab, yani amtumie ujumbe kupitia kitu, kama ilivyokuwa kwa Nabii Allah Musa alayhi salam. Aliumba Mwenyezi Mungu maneno katika ule mti, yale maneno ndio yakamfikishia ujumbe nani? Nabii Allah Musa. Ndio waraa hijab, sio vile baadhi ya watu wanavyofikiri kwamba nyuma ya pazia Mungu anakuwa huku, la, huu ni ukafiri, sio maneno ya imani haya. Waraa hijab ni kwamba Mwenyezi Mungu anamfikishia ujumbe mubasharatan huyo mtume, lakini kupitia kitu kingine. Naam. Sababu kisema anazungumzana nyuma ya pazia, maana yake ile pazia ni kubwa kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, ndio la mstiri. Wa hadha kufrun wama qayyadahu ba'dhu an-nas, na yale ambayo kwamba wanayofungiza baadhi ya watu, yani kule kufungiza kwa baadhi ya watu hii aya au huu msimamo wa Sayyida Aisha, min qawli, kutokamana kusema kwao, inma aradat nafya ru'ya fi dunya, ya kwamba msimamo wa Sayyida Aisha kutumia aya hizi ilikuwa anakusudia kupinga Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona Mwenyezi Mungu katika dunia peke yake, la fil akhirah, sio akhirah, la dalila alayhi. Hii ni rai yao tu, lakini haina dalili. Lakini ukisoma maneno ya Sayyida Aisha, ukisoma istidlali ya Sayyida Aisha, unaelewa kwamba anapinga jumla jamaa la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma Mujahid, ama Mujahid wa Abu Salih As-Samman, Abu Salih As-Samman tilmidhu sahabiyya Abi Hurairah, mwanafunzi wa Abu Hurairah, faqad rawa dhalika anhum al-Hafidh Ibn Jarir at-Tabari, amepokea hilo kutoka kwa Ibn Jarir at-Tabari fi tafsiri, katika tafsiri yake, mujallad 14 sahifa, mujallad 14 na mujallad 20 sahifa 192 na 193, biasanida sahiha, kwa sanadi sahih. Wa sahahu al-Hafidh fi al-Fath, amesahihisha pia hiyo riwaya al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani katika Fathul Bari. Wa qala hunaka, amesema huko, wa qad akhraja Abd ibn Humayd an Ikrima, na hakika وقد أخرج عبد بن حميد, amepokea huyu Abd ibn Humayd an Ikrima, kutoka kwa Ikrima, min wajhin akhara, kupitia mapokeo mengine. Amepokea nini? Akhraja inkara ru'ya, kupinga kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma al-Imam Bishr ibn Sirri, ama al-Imam Bishr ibn Sirri
wa huwa min rijali sita, ni katika wapokezi wa vitabu sita, ni katika wapokezi ambao kwamba hadithi zao tazipata katika vitabu sita. Kutubu sita tunamaanisha as-sahihan Bukhari na Muslim, na as-sunanul arba'a, Sunan Abi Daud, Ibn Majah, At-Tirmidhi na An-Nasai. Hizi huitwa as-sunanul arba'a, na as-sahihani Bukhari na Muslim. Kwa hivyo sisi ahlus sunnah wal jamaa katika ilmu ya musalahul hadith, ambao kama ndio sayansi hii ya ilmu ya hadith, tunaposema kutubu sita tunamaanisha hivi vitabu vinne, kutubu as-sunanul arba'a, vitabu hivi vinne tulivyovitaja, na as-sahihan Bukhari na Muslim. Na fatajidu dhalika fi tarjamatihi, utalipata hilo katika tarjama yake fi tahdhib, katika tahdhib. Wa amma al-mu'tazila, amma mu'tazila fahum ihda firaqil muslimina, wao ni moja katika makundi ya Waislam. Mundhu ahdi salaf, hao wapo toka wakati wa salaf. Wahum yaquluna, na wanasema au wanaitakidi bidhalika aidan, wanalitakidi hilo la kupinga kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yahtaju dhalika liburhanin, wala hilo halihitaji hoja. Yani hilo kama mu'tazila wasema hivi ni swala ambalo ni maarufu. Wakadha qala biman'i ar-ru'ya, vile vile wamesema na wameitakidi kuzuia kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupinga asala al-ibadhi, mabwana wa kibadhi. Pia ni katika madhehebu ya Kiislamu ambao kwamba yapo katika haki, yapo katika sawa. Ibadhi maarufu, itikadi yao katika masala ya ru'yatillah ni maarufu. Almithalu ar-rabi'u, mfano wa 4, ala ikhtilafi salaf, katika kutofautiana as-salafu salih fi al-aqaid, katika itikadi. Mas'alatul mizani yawm al-qiyamah, masala mizani yawm al-qiyamah. Nini mizani? Tunapozungumza mizani siku ya kiyama nini? Salaf pia wametofautiana katika kufasiri ile neno. قال الحافظ أبو حيان في تفسيره البحر المحيط، amesema الحافظ أبو حيان katika tafsiri yake البحر المحيط. واختلفوا، na wametofautiana, هل ثم وزن وميزان حقيقة، je huko siku ya kiyama kutakuwa kuna mizani kweli kama mizani hii tunayopimia vitu, na kutakuwa kuna kupimwa amali zinaweko huku na huku hakika? Am dhalika ibaratun an idhhari al-adl, au masala ya kutumia neno mizan ni ibara ya kueleza tu kudhihirisha uadilifu atam uliotimia, wal qada'i sawi, na hukumu ya sawasawa, wal hisab al-muharrar, na hesabu iliyohaririwa, ya kwamba siku ya kiyama kila mtu atahukumiwa vile vile inavyotakana, hesabu iliyohaririwa kabisa, hukumu iliyo sawa. Ndio maana ya mizan, au kutakuwa kuna mizani kweli? Fadhahabat al-mu'tazila ila inkari al-mizan, mu'tazila wao wamesema au wameitakidi kupinga mizani. Hakuna kitu kinaitwa mizani kwamba itakuwa kwa hivi, la. Wataqaddamahum ila hadha Mujahid, amewatangulia mu'tazila katika hilo Mujahid kasalaf, wadhahak na adhahak, wal-A'mash na A'mash, wa ghairu min wengine min kibari tabi'ina. Wa abbara bithiqal, na hao wamelifasiri neno athiqal, uzito wa mizan, an kathrati alhasanat, fa amma man thaqulat mawazinuhum, wala ambako mizani zitakuwa nzito. Nini maana uzito wa mizan? Wasema ni maana yake ni mema mingi. Wa bil khifa, wakafasiri neno uwepesi wa mizan, an qillatiha, uchache wa mema. Na yani wa hadha ma nadhhabu ilayhi taban. Wa qala al-Hafidh Ibn Hajar fi Fath al-Bari, وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء. baadhi ya salafu wamesema maana ya mizani ni uadilifu na hukumu ya sawa. Fataamal jayidan, peleleza sawa sawa, fi hadha al-ikhtilaf, katika ikhtilafu hii al-aqaidiyya kiitikadi inda salaf kwa salaf. Al-mithalu al-khamis, mfano wa 3, ala ikhtilafi salaf, je kutofautiana salaf fi al-aqaid, katika masala ya kiitikadi. Ikhtilafum, kutofautiana kwao, fi mas'alati at-ta'wil wa at-tafwid, katika masala ya ta'wil na tafwid. Waqa khilafu, imetokea ikhtilaf baina salaf fi nusus sifat, katika nasi zinazohusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaadhuhum, baadhi ya salaf, awalaha wamezifanyia ta'wil, ka Sayyidina Ibn Abbas, kama Ibn Abbas wa Mujahid wa ghairihim, na wengine wasiokuwa hao. Wa baadhum, na baadhi yao, fawwadha, wamezifanyia tafwidh. Tafwidh ni kusema hakuna anayefahamu Allah maana yake isipokuwa ni Allah. Wa marara, wamezipitisha kama ajat, kama ilivyokuja, yani qiraatuha tafsiruha, vile unavyosoma basi, hakuna kufasiri. Taban wa hadha khilafu ma narahu.
wa amarraha kama jaat min ghairi ta'arrudhin limaanaha, pasina kuingilia kueleza maana yake, ma'tiqadi tanzihi, pamoja na kuitakidi kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha almadhhab nahnu narahu batil, nahnu narahu batilan. Almithalu sadis, mfano wa sita, lakini hapa tunatolea mfano tu, hatubainishi maana ni kama durusu zinahusiana na haya, tutoa mifano tu. Ala ikhtilafi salaf fi al-aqaid, ya kutofautiana salaf katika aqaid. Ikhtilafum fi al-irja, kutofautiana kwao katika irja. Nini maana irja? Irja ni kuchelewesha amal juu ya iman. Yani ni hivi, sisi Ahlusunnah wal Jamaa tunasema imani ya mtu, al-imanu qawlun wa amal, kama ilivyokuja katika Bukhari, al-imanu qawlun wa amal. Imani ili itimie ni lazima mtu aseme qaul la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, aseme kwenye ulimi na itakidi katika moyo, qaulun, yani atamke shahada. Wa amal, na lazima atende matendo aloamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ili imani kamilike, baada ya kutamka shahada lazima uswali, lazima ufunge, lazima uhiji. Lakini kauli peke yake pasi na kuifuatisha na vitendo, imani haikamiliki. Hawa murja, irjani kuchelewesha, ta'khirul amal an musamma al-iman, kwamba wao wasema mtu aweza kuwa mu'min hata kama asipofanya matendo yote, yani atoka azaliwa hajai kufanya amali yoyote katika maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala, wasema aweza kuwa mu'min. Wala yadhurru ma'ahu al-ma'siyah, yani wala yadhurru ma'a al-iman al-ma'siyah, wala ukiwa na ukishatamka shahada tu hata ufanye maasi gani, imani yako iko pale pale. Kwa hiyo wasema kwamba iman ni kuitakidi tu na kutamka basi, sio lazima ufanye matendo. Yani matendo wao hawazingatii kwamba ni juzu, ni sehemu katika imani, kama sisi tunavyoitakidi Ahlusunnah wal Jamaa. Kwa hivyo hao ndio murji'a. Naam. Kwa hivyo wasema qala al-Hafidh adh-Dhahabi fi tarjamati Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi bin Ubay bin Abi Rawad, afwan, ibn Abdul Aziz bin Abi Rawad fi Siyar A'lam an-Nubala mujallad 9 sahifa 434, asema wa huwa, na huyu Abdul Majid ibn Abdul Aziz min mashayikh Ahmad ibn Hanbal, ni katika mashaykh wa Ahmad ibn Hanbal wa ghairi na wengine. Al-alim, huyu alikuwa ni mwanachuoni, al-qudwa, kigizo chema huyu, al-hafidh, hafidh, as-sadiq, mkweli, sheikh al-haram, sheikh wa haram, yani al-Makki au al-Madani, wa kana min al-murji'ah, huyu alikuwa ni katika murji'ah. Wama hadha, na pamoja na hili alikuwa ni murji, fawathaqahu Ahmad ibn Ma'in, amemkubali Ahmad bin Hanbal na Ibn Ma'in. Qala Ahmad, amesema Ahmad ibn Hanbal, kana fihi ghuluwun fi al-irja, huyu Abdul Majid ibn Abdul Aziz alikuwa na kupichuka mipaka katika irja. Yaqul, anasema haulai shukak, hawa watilia shaka, yuridu, akikusudia qaula al-ulama, qauli ya wanazuoni, ana mu'minun insha Allah, ana mu'minun insha Allah, mimi ni mu'min Allah akitaka, yani Allah subhanahu wa ta'ala akinipa tawfiki ya kufanya matendo, ana mu'min. Hawa murji'a, Abdul Majid asema yaqulu haulai shukak, wanasema hawa watilia shaka imani zao, yani kwamba wao ukishasema tu la ilaha illa Allah basi wao anta mu'min tamaman, hata usipofanya amal. Qala adh-Dhahabi wa qad kana ala al-irja'i adadun kathirun min ulama al-umma, walikuwa katika itikadi hii irja idadi kubwa katika wanazuoni wa umma. Fahalla udda madhhaban, adh-Dhahabi asema sijui kwa nini asinge hesabiwa haya madhhabu ya irja katika madhhabu salaf, ay min madhahibi salaf fil aqaid, kwa nini isingezingatiwa yani katika madhhabi ya salaf katika aqida. Wa hadha wadhih, na hili liko wazi, la yahtaju li bayanin akthar, halitaji ubainifu mwingi zaidi ya huu, min hadha kuliko huu, illa idha istada al-maqam, isipokuwa maqamu yakipelekea hilo. Al-mithalu sabi, mfano saba, fi ikhtilafi salaf, katika kutofautiana salaf fil aqaid, katika masala ya aqida. Ikhtilafum, kutofautiana kwao, fi man huwa afdalu sahaba, nani bora ya masahaba. Maana kuna baadhi ya watu wasema ajma'atil umma wote umekubaliana ya kwamba mbora wa viumbe baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Abu Bakar. Sheikh, hakuna hiyo ijma'i, porojo tu, porojo tu.
hakuna hiyo ijma, bali salafu wenyewe wametofautiana. Sikia maneno ya wanaume, sikia maneno ya watu wa elimu wanavyozungumza. Asema dhahaba jama'atun min as-salaf ila anna sayyidana Aba Bakar, dhahaba jama'atun min as-salaf, wameitakidi na wamesema group katika salaf, ila anna sayyidana Aba Bakr, ya kwamba bwana wetu Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu huwa afdalu sahaba, ndio bora wa masahaba wote. Wa hadha mashhurun la yahtaju li dalili, iliko wazi kwamba kuna baadhi ya watu wamesema hivyo, halitaji dalili. Wa dhahaba jama'atu min as-sahaba, wamesema grupu pia katika masahaba, wa man baada mnalokuja baadao, ila anna sayyidana aliyan, ya kwamba sayyiduna Ali radhiyallahu anhu afdalu sahaba, ndio bora wa masahaba. Wa hadha huwa as-sahaba. قال الإمام ابن عبد البر، أمسيما الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب مجلد 3 صحيفة 52 أسيما واختلف السلف ومتفوتان السلف أيضا في تفضيل علي وأبي بكر، katika kumfadhilisha sayyiduna Ali na sayyidina Abu Bakar wametofautiana, hakuna ijma. وذكر الحافظ ابن عبد البر في ترجمة سيدنا علي في الاستيعاب، ametaja Al-Hafidh Ibn Abdul Barr katika tarjama Sayyidina Ali katika Al-Isti'ab, baadhi asma, baadhi ya majina, man kana yuqaddimu Sayyidana Aliyan ala ghairihi, ametaja baadhi ya majina ya masahaba ambao kwamba walikuwa wakimtanguliza Sayyidina Ali juu wengineo, min sahaba, miongoni mwa masahaba radhiyallahu anhum, haithu qala, meneno waruya an Salmana, imepokelewa kutoka Salman al-Farisi, wa Abi Dharr na Abu Dharr, wal Miqdad na Miqdad, wa Khabbab bin al-Arat, وجابر وأبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، وزيد بن أرقم، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتها ومسيما سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول من أسلم، ndio mtu mwanzo kabisa alioslimu katika wanaume. Wafadhalahu haulai, na hao mabwana wote alawataja miongoni mwao, miongoni mwa sahaba wamemfadhilisha, wamemfadhilisha Sayyidina Ali ala ghairihi, juu wengineo miongoni mwa masahaba. Hawa si tabiina, wala sio khalaf, wala sio Hasan Saqaf, wala sio Shafi ba Salim, la, hawa ni masahaba. Sasa mbona nyinyi mwasema kwamba mnafuata itikadi ya masahaba, mnafuata itikadi ya salaf? Mbona zinapokuja masala haya mnapinga? Basi kuweni na insafu, msema masala haya ni ikhtilaf, ama kusema masala haya ni ijma' ni hivi tu kwa sababu tu matamanio yako yanataka hivyo, au kwa sababu tu mashaikhi zako wanasema hivyo. Hii si sawa, na kumshambulia kila anemfadhilisha Sayyidina Ali juu ya masahaba wengine. Huyu ni Jahmi, huyu Shii, huyu Kii, huyu Mii, huyu kadha. Hasi maneno ya watu wa elimu jamaa, hasi maneno ya watu wa elimu. Watu wa elimu wanazungumza hivi, unasema hapa kuna ikhtilafu hivi na hivi na hivi, lakini sisi tunaona haya ndio sawa, na sisi tutakwambia walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadhun min an-nazar, sio kila ikhtilafu iliyotokea kwa ulama au kwa salafi inazingatiwa. Hapana, inayozingatiwa ni ikhtilafu ambayo kwamba ina uzito wa kihoja. Mfano katika masala haya, ukija katika hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zinakubainishia kwamba afdalu sahaba ni sayyiduna Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, babu madinati ilmi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, kwa hivyo tuongee namna hii, tusiwe wepesi tu wa kupimiana matuhuma na kutukanana. Wa dhakara fi tarajimi baadhi sahaba, ametaja pia katika, au wadhukira fi tarajimi baadhi sahaba, kumetajwa pia katika kuelezea historia za baadhi ya masahaba, min ghairi haula, wasiokuwa hawa, aidhan vile vile, annahu, ya kwamba kana yufadhilu sayyidana aliyan ala sayyidina Abu Bakar, ya kwamba wako pia baadhi ya masahaba wasiokuwa hawa walikuwa wakimfadhilisha sayyidina Ali juu ya Abu Bakar. Fa fi tarjamati Abi Tufail min al-Isti'ab, katika tarjama ya Abu Tufail Amir ibn al-Wathila katika al-Isti'ab mujallad wa 3 sahifa ya 15, wasema
kana muhibban li Ali radhiyallahu anhu, huyu Abi Tufail alikuwa ni mpenzi wa Sayyidina Ali. Wa kana min ashabihi, na alikuwa ni katika masahaba zake, ni katika wafuasi wake. Fi mashahidi, katika vita vyake vyote. Wa kana thiqa, na huyu Abu Tufail alikuwa ni mtu thiqa, mkweli. Ma'munan, ni mwenye kuaminiwa. Ya'tarifu bifadli shaykhain, akubali ubora wa Sayyidina Ali na akubali ubora wa mashekhe wawili, yani Abu Bakar na Umar. Illa annahu, isipokuwa yeye, kana yuqaddimu Aliyan, alikuwa akimtanguliza Sayyidina Ali juu ya wengineo. Na hii ndio itikadi yetu sisi, hii ndio itikadi yangu mimi, ya kwamba sisi hatupingi ubora wa Sayyidina Umar, hatupingi ubora wa Sayyidina Abu Bakar na fadhila zao, lakini sisi nufadhilu Ali ibn Abi Talib alayhima. Sisi hatupingi ubora wa masahaba wengine, lakini tunasema mbora wao zaidi ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Kuna ubaya gani? Na hii ndio itikadi ya Abu Tufail, ndio itikadi ya Salman al-Farisi, ndio itikadi ya Abu Dharr, ndio itikadi ya Al-Miqdad, ndio itikadi ya Khabbab, ndio itikadi ya Jabir, ndio itikadi ya Abu Sa'id al-Khudri, ndio itikadi ya Zaid ibn Arqam. Haya yote yamenukuliwa katika vitabu vyetu. Mbona hamtumia akili zenu jamaa? Hii ni itikadi ya masahaba, wanakubali fadhila ya Abu Bakar na Umar, lakini tunasema Ali ibn Abi Talib ni mambo mengine, huwa afdaluhum wa a'lamuhum wa atqahum wa azhaduhum. Hakadha nahnu naqul kama qala Abu Tufail min as-sahaba. Ni itikadi ya sahaba hii. Lakini ajabu ni kwamba hawa mabwana, yale tu wanayosema wao ndio itikadi salaf, hata kama yakiwa tofauti na itikadi ya masahaba, na wanayasema na kuyatakidi wasiokuwa yako makosa tu, hata kama ilikuwa ni itikadi ya baadhi ya masahaba. Naam, hakadha. Wakadha qala al-Hafidh ibn Hajar, vile vile amesema al-Hafidh ibn Hajar fi al-Isaba, katika kitabu chake al-Isaba fi tarjamati Abi Tufail, katika tarjama Abi Tufail radhiyallahu anhu, fi al-Kuna, amesema maneno kama hayo. Waqad jamaa asma'ahum, na hakika amekusanya majina yao, yani hawa masahaba waliokuwa wakimfadhilisha Sayyidina Ali juu Abu Bakar na Umar. Almuhaddith al-allama as-Sayyid Abdul Aziz ibn Siddiq al-Ghumari, al-Ghumari huyu bwana allama kabir, fi risalati, katika risala yake al-Fadha ya kipekee, al-Bahith an ilal at-ta'n fi al-Harith, kurasa 14, haithu qala, amesema alladhina dhahabu ila tafdhili Ali alayhi salam ala jami'i as-sahaba, hawa ndio wale ambao kwamba waliosema na kuitakidi ubora wa Sayyidina Ali juu ya masahaba wote, ala jamii sahaba, juu ya masahaba wote, Abi Bakar, kuanzia Abu Bakar, faman baada, na waliokuwa baadake, minhum, miongoni mwa masahaba hao, Salman al-Farisi wa Abu Dharr wal Miqdad wa Khabbab wa Jabir wa Zaid bin al-Arqam wa Abu Tufail Amir ibn Wathila wa Ammar bin Yasir wa Ubay bin Ka'b wa Hudhaifa wa Buraida wa Abu Ayyub al-Ansari wa Suhail bin wa Sahal bin Hunayf wa Uthman bin Hunayf wa Abu al-Haytham ibn Tayyihan wa Khuzaimah bin Thabit wa Qais bin Sa'd wal Abbas bin Abdul Muttalib. Wangapi hao? 19. Wa Banu Hashim kafa, Banu Hashim wote, hakuna idadi. Wa Banu al-Muttalib kafa, Banu al-Muttalib wote, hakuna idadi. Wa akharuna la yuhsawna kathara, na wengine ambao kwamba haidhibitiki wingi wao. Masahaba hawa wamewataja wangapi? 19. Kisha akawataja kwa jumla jamala, Banu Hashim, kabila Banu Hashim wote, Banu al-Muttalib wote, wao kauli moja, wamekata shauri kwamba afdalu sahaba Sayyidina Ali. Hasa vipi we uje utuletee masala kwamba kuna ijma' salaf wamekubaliana kwamba Abu Bakar ndio bora zaidi ya Sayyidina Ali? Ijma' hii umeiokota wapi? Umeiokota katika dampo gani? Umeiokota katika jalala gani? Ya gani umeokota hiyo ijma'? Hakuna makubaliano hayo. Makubaliano ya kwamba eti salaf na ulama wa ahlus sunnah wal jamaa wamekubaliana ya kwamba Sayyidina Abu Bakar ndio mbora wa masahaba wote, hakuna hiyo ijma'. Ni urongo, kadhib, iftira ala Allah, wani kuzua urongo. Hiyo ijma' labda mmeiokota katika madampo yenu huko, mwalazimisha watu waikubali. Hatuwezi kuikubali ijma' inayonuka ilooza kama hiyo.
uozo ijmaa kama hizo ambazo kwamba zinazonuka na kutoa funza zikatumpwe kwenye madebe ya taka, zikatupwe dampo kwenye madebe ya taka. Msituletee sisi katika meza za ilmu. Hakuna ijmaa kama hiyo. Hatupingi kwamba kuna ikhtilaf. Ukisema hivyo, yalla tutaongea. Lakini ukisema kuna ittifaq, ukisema kuna ijmaa, yani hapo itakuwa umetuletea mambo ya ajabu. Qult, nimesema al-Imam Saqaf. ويمر ذكر كثير منهم أيضا في كتب التراجم, na pia unapita utajo wa kuwataja wingi miongoni mwao waliokuwa kimfadhilisha Sayyidina Ali juu ya Abubakar na Umar fi kutub at-tarajim, katika vitabu vya historia, wa rijal, na vitabu vinavyozungumzia historia ya wapokezi, wal jarh wa ta'dil, na vitabu vya al jarh wa ta'dil. Walaysa hadha mahallu sardihim jami'an, hii si sehemu ya kueleza majina yao wote, lakini tumeeleza tu kama ishara. وقال أحمد بن حنبل, نمسيما أحمد بن حنبل وإسماعيل بن إسحاق القاضي أسيما لم يروى, حيكو بوكيوا. أحمد بن حنبل أسيما هيفو, إسماعيل بن إسحاق القاضي أسيما هيفو, لم يروى, حيكو بوكيوا في فضل أحد, حيكو بوكيوا حديث كتك ubora ويوyote mina sahaba, miongoni mwa sahaba, maruya, mfano zile hadithi zilizopokelewa fi fadhaili Ali ibn Abi Talib, katika fadhila sayyidina Ali ibn Abi Talib. Sallu ala al-habib, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La ta'liq, no comment. وكذلك قال الإمام النسائي, vile vile amesema an-Nasai, kama dhakara dhalika al-Hafidh ibn Abd al-Barr fi al-Isti'ab, kama alivyosema al-Imam al-Hafidh ibn Abd al-Barr katika al-Isti'ab mujallad 3 saifa 51, wal Hakim, na al-Imam al-Hakim fi al-Mustadrak an Ahmad bin Hanbal, kutoka kwa Ahmad bin Hanbal qala, amesema wa dhahaba jama'atun min as-sahaba ridwanullahi alayhim, na wameitakidi group miongoni mwa sahaba radhi za Allah zishuke juu yao, ila anna afdala sahabati, ya kwamba mbora wa masahaba Jaafar at-Tayyar, ni Jaafar at-Tayyar akhu Ali ibn Abi Talib ridwanullahi ta'ala alayhima, miongoni mwa wasema Jaafar at-Tayyar ndio mbora wa masahaba. Wa minhum Abu Huraira, miongoni mwa ni Abu Huraira. Faqad rawa an-Nasa'i fi as-Sunan al-Kubra والترمذي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال, amepokea an-Nasai katika Sunan al-Kubra, at-Tirmidhi amepokea kutoka Abu Hurairah anasema, mahtadha an-ni'al, hawakuvaa viatu, wala rakibal kaur, wala hawakupanda ngamia, wal mataya, na vipando, wala wati at-turab, wala hawakuikanyaga ardhi, baada Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, baada ya mtume. Asema hakuvaa viatu baada ya mtume, wala hakupanda vipando baada ya mtume. Afdalu, mtu bora zaidi, fa'il ya ihtadha, min Jaafar ibn Abi Talib, kutoka Jaafar ibn Abi Talib. Hiyo ndio itikadi ya Abu Huraira, na sababu ya itikadi hii Abu Huraira ameitaja Mahmud Abu Raya katika kitabu chake Sheikh al-Madhira. Hatutaki kufukua makaburi, kwa hivyo mkitaka kuifahamu hiyo sababu, rejeeni katika kitabu Sheikh al-Madhira cha Mahmud Abu Raya. Hatutaki kufukua makaburi. قال الإمام الدميري الشافعي في حياة الحيوان, amesema al-Imam ad-Damiri al-Shafi'i min fuqaha Shafi'iyya katika kitabu chake Mati' Nafi' Hayat al-Hayawan mujallad wa kwanza sahifa 191, asema qala Ibn Khallikan, amesema Ibn Khallikan, kana Yahya ibn Ya'mar, alikuwa Yahya ibn Ya'mar tabi'iyan, alikuwa ni katika tabi'in, aliman bil Qur'an, alikuwa yajua Qur'ani vizuri, wa nahwu, alikuwa yajua nahwu vizuri, wa kana shi'iyan, alikuwa ni mshia, min ash-shi'ati al-awwal, miongoni mwa shia wa mwanzo, yatashayya'u tashayyu'an hasana, alikuwa na ushia mzuri, yaqulu bitafdhili ahli al-bayti min ghairi tanqisin li ahadin min as-sahaba, alikuwa akiitakidi ubora wa ahli al-bayti pasna kumtweza yoyote miongoni mwa sahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Hakadha
Hakadha. Wa min as-sahaba, na miongoni mwa masahaba, man dhahaba ila anna afdhala an-nasi wa habbahum ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam as-sayyida Fatima. Wako miongoni mwa masahaba wameitakidi na wamesema kwamba mbora masahaba ni Sayyida Fatima ibnatu, mtoto wa Mtume. Wa minhum sayyiduna Umar, miongoni wao sayyidina Umar radhiallahu anhu. Faqad rawa al-Hakim fi al-Mustadrak, amepokea al-Hakim katika Mustadrak bisanadin sahihin, kwa sanadi sahih, anna sayyidana Umar, kama sayyidina Umar qala li sayyidati Fatima alayha salam, alisema kumwambia Sayyida Fatima alayha salam, ya Fatima, ewe Fatima, wallahi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ma raaitu ahadan ahabba ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam minki, siyamuona yoyote aliyokuwa akipendwa zaidi na Mtume sallallahu alayhi wasallam kukuliko wewe. Wallahi naapa kwa jina la Mwenyezi Mungu, ma kana ahadun minan nas, hakuwa yoyote miongoni mwa watu, baada ya biki sallallahu alayhi wasallam, baada ya baba yako sallallahu alayhi wasallam, ahabba ilayya, nampenda zaidi mimi minki kukuliko wewe. Hii ni itikadi ya Sayyidina Umar. Lafdhatu alayha salam, tamko la alayha salam, yani anapotajwa Fatima au yoyote katika ahlul bait, akitajwa Sayyidina Ali au akitajwa Fatima tunasema alayha salam, akitajwa Ali tunasema alayhi salam. Kwa hivyo Maulana asema katika hasha nambari 79, asema lafdhatu alayha salam, tamko la alayha salam baada dhikri sayyidati Fatima, baada ya kutaja tamko, baada ya kumtaja Sayyida Fatima alayha salam, wa lafdhatu alayhi salam, na kusema alayhi salam baada dhikri sayyidina Ali, baada ya kumtaja sayyidina Ali au sayyidina al-Hasan au sayyidina al-Hasan au sayyidina al-Husain radhiyallahu anhum wa ardahum, min khususiyatihim, ni katika mambo kama ni special kwa ajili yao tu, wa khususiyati ahli al-bait, na katika mambo kama ni mahsusi kwa ajili ya ahli al-bait tu, ay min al-mustahabbat fi haqqihim, na katika mambo kwamba inapendekezwa katika haki ya ahli al-bait. Walidhalika adillatun kathiratun jidda, hilo lina dalili nyingi. Minha, miongoni mwa hizo dalili, siyaghu salat, matamko ile swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salatu al-ibrahimiyya, salatu al-ibrahimiyya tunaisoma katika swala wa ghairiha na mengineyo, al-manqula iliyonukuliwa na Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mtume. Wa yakfi an aqul, na inatosha niseme, iyyaka akhi al-qari'a, na kutahadharisha ewe ndugu yangu unayesoma, antajbuna, kuwa muoga, ani nutqi bihadhihi lafdha, kulitamka tamko hili alayhi salama wa alayha salamu, unapomtaja mmoja katika ahlul bait, lihaulai sada, unapowataja hawa mabwana, watahaba, na ukaogopa, min an yattahimuka bitashayyu, kwamba watakutuhumu kwamba ni mshia. Sayyiduna al-Imam Sayyid Hassan Saqaf atupa tahadhari, asema tahadhari ndugu yangu msomi, ndugu yangu unayesoma hapa, tahadhari unapomtaja mmoja katika ahlul bait ukaogopa kusema alayhi salam, au akiwa ni mwanamke ukasema alayhi salam, ukao unaogopa kwamba watakutuhumu kwamba ni mshia, kama tunavyotuhumiwa sisi tabani. Na ni tuhuma nzuri tabani, kwa mpenzi wa ahlul bait ni kitu kizuri sana. Faqad istamala hadhihi lafdha, hakika amelitumia tamko hili, fi haqqihim, katika haki ahlul bait radhiyallahu anhum, a'lamu ahli sunnati, vigogo wa ahli sunna, wa immatul hadithi, maimamu wa hadithi, kal Bukhari, kama Bukhari fi sahih, katika sahih yake. Sehemu hizo alizozitaja hapo. وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، katika fadhaili sahaba kwa nambari hizo hapo. والحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر في حق سيدنا علي، katika haki سيدنا علي, alipomtaja سيدنا علي, انظر مقدمة الفتح, angalia utangulizi wa Fathul Bari saifa 432, وفي حق سيدة فاطمة, na alipomtaja Sayyida Fatima tizama katika Fathul Bari, wa Daraqutni, al-Imam Daraqutni fi sunani, katika sunani, wa ghayruhum kathirun wa kathir, na wengine sio wingi fatama. Wote hawa ni katika immatul hadith, katika ahlus sunnah wal jamaa. Wakimtaja Sayyiduna Ali wasema alayhi salam, wakimtaja Sayyidatuna Fatima wasema alayha salam. Anakuja mnyogongo mmoja kusema alayhi salamu, ukimtaja Ali huo ni ushia. Ni ushia.
Kama ushia ndo huu hamtutoi. Maana ndio haya tunayosoma katika vitabu vyetu vya Ahlus Sunnah wal Jamaa. Lakini hii ni dalili na ni ishara ya kwamba hawa mabwana hawasomi, ni mabaramaki tu, mabaramaki tu, wapiga kelele tu na kusumbua watu basi, fujo tu, ana lolote. Asema Sayyiduna al-Imam as-Saqaf, وقد بينت في كتابي تناقضات الألباني الواضحات، na hakika nimebainisha katika kitabu changu Tanaqudat al-Albani al-Wadihat, mujallad wa pili, sahifa 243 256, muhawalati Sheikh al-Mutanaqidh, kujaribu kwa huyu Sheikh wa kujigonga Albani huyo, fi tadhif hadha al-athar, katika kudhoofisha athari hii, as-sahih, ilo sahih, athabit, ilo thubutu kutoka sina Umar, wa abtaltuha, na hayo majaribio yake kuidhufisha athari hii nimebatilisha. Falhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa qala al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, amesema Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mufaddilan as-sayyidata Fatima radhiyallahu anha, akiwa anamfadhilisha Sayyida Fatima radhiyallahu anha ala ghairiha, juu wengineo min as-sahabati al-kiram, miongoni mwa masahaba watukufu. Asema la ufaddilu ala bad'atin min an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ahadan. Malik asema simfadhilishi juu ya sehemu katika mtume sallallahu alayhi wasallam mtu yote. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi asema Fatima bad'atun minni, Fatima ni kipande katika mimi. Unzur al-Hawi lil-Imam as-Suyuti, al-Hawi lil-Fatawi, طبعا mujallad wa pili, sahifa ya 294. وفي سير أعلام النبلاء، katika سير أعلام النبلاء mujallad wa 7 sahifa 241, أن سفيان الثوري، ya kwamba Sufyan al-Thawri kana yuthalithu bi Ali radhiyallahu anhu, alikuwa akisema kwamba Ali ni watatu katika ubora, yani Abu Bakar, Umar, Uthman, yani yaj'aluhu fil fadli qabla sayyidina Uthman, akimfanya katika ubora ni kabla ya Uthman, yani anasema Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman. فيقول أكسيما سفيان الثوري، طبعا هي رأيك تذكر رأي أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم الثالث علي عليه السلام. نحن نقول أفضل الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام ثم أهل البيت. نعم، sisi tunasema mbora zaidi ya masahaba ni Sayyidina Ali bin Abi Talib, kisha baada ya hapo anakuja kina Sayyida Fatima, kina Al-Hasan, kina Al-Hussein, kisha baada ya hapo anakuja kibaru sahaba. Hadha hili wa'alam, nafahamu anna hunaka iddata masail, fahamu ya kwamba baada ya kutajia masala haya ambayo kwamba as-salafu salih wa ala ra'si musahaba umetofautiana, ikhtalafa fiha salaf, umetofautiana katika masala ya kiitikadi salaf, wa minhum, na miongoni mwa hao masalaf, min rijali sahihain, ni katika upokezi wa Bukhari na Muslim, fi masail ukhra, katika masala mengine, fi al-i'tiqad, katika masala ya i'tiqad, kama masala al-qadar, kama masala ya qadar. Wa min dhalika ma jaa fi siyar a'lam an-nubala, kana Sa'id ibn Abi Uruba wa Qatada yaqulani bil qadar wa yaktuman. Wa kama masala al-qadar wa masala bughdh Muawiya, masala kumchukia Muawiya wa dhawihi na watoto wake wa Bani Umayya, na masala ya kuwachukia Bani Umayya, wa ghairiha, na mengineyo sio hayo min almasali, katika masala hayo. Waqad tabayanat ara'uhum, zimetofautiana rai zao, wa afhamuhum, na fahamu zao, fiha, ndani yake. Wal maqsud, maksudio, anubayina, maana maksudio hizi nukulu zote ni kuwabainishia watu, bi anna salafa, ya kwamba salaf, wa ala ra'sihim as-sahabatul kiram, wakiongozwa na masahaba watukufu ridwanullahi ta'ala alayhim, ikhtalafu, wametofautiana, fi mas'alati at-tafdhili hadhihi, katika masala ya kumfadhilisha nani mbora masahaba. Fala yasuhu, haisihi wala haifai, ayuqala, kusema saata idhin, wakati huo baada ya kuwa tushaeleza ikhtilafu hiyo, madhhabu salafi fi hadhihi al-mas'alati kadha, madhhabu ya salaf katika masala hii. La, hakuna madhhabu salaf. Tumeeleza kwamba salaf ikhtalafu fi mas'alati at-tafdhil, kwa kusema sala mukhtalafu fiha, wewe usema hii ndio madhhabu salaf. La, hadha laysa insafan. Wa qad awradaha kathir min al-ulama, hakika
wameyaleta masala haya na wameyataja wingi miongoni mwa wanazuoni. Wakad auradaha, wameyataja kathiru min alulama, wingi miongoni mwa wanazuoni. Ani nakusudia masala at-tafdhil hadhihi, masala haya kumfadhilisha Sayyidina Ali. Ani masala at-tafdhil hadhihi fi kutub al-aqaid, wameyataja katika vitabu vya aqida. Wa fi dhalika, na katika hilo la ulama hao kuyataja masala haya katika vitabu vya aqida, dalilun wadhihun, dalili ya wazi, ala annahum ya'tabirunaha min jumlati al-aqaid, ya kwamba wazingatia masala haya tafdhil ni katika jumla masala ya kiitikadi. Wa illam na'tabirha nahnu min masail al-aqida, ingawaje sisi hatuyazingatia masala haya kumfadhilisha Sayyidina Ali juu ya masahaba wengine au Abu Bakar, ni katika masala ya aqida. La siyama hasasa waqad idda'a ba'dhuhum al-ijma', baadhi yao wamedai ijma' itaka hizo, ala anna afdal as-sahaba, ya kama bora masahaba Abu Bakar na Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Hizo ni porojo tu. Waqad ra'aita, na ndugu yangu msomi umeona, anna alwaqi', kwamba uhalisia, wa ikhtilafuhum fi hadhihi alqadhiya, ni kwamba umetofautiana katika kadhia hii. Vipi utakuja kudai maijma'i haya? Fa ina madhhabu salafi alana min hadha alikhtilaf, hiyo madhhabu salafi iko wapi katika ikhtilafu hii? Faida hii ni faida. Zama al-Albani, amedai Albani, anna min usuli da'watihi allati, ya kwamba katika misingi ya dawa yake ambayo kwamba dawanaha, ameandika misingi hiyo, ala dhahri mughallafati kathiri min kutubi, katika mgongo wa makava mingi ya vitabu vyake, huwa ni fahamu alkitabi wa sunnati bifahmi salafi salih, au ala nahji alladhi kana alayhi salafu salih. Waqad tabayyana lana, na hakika umetubainikia ndugu zangu, butlanu hadha az-za'm, ubatilifu wa madai haya, walasna al'ana bihaja, na hivi sasa hatuna haja litafnidihi, ya kuyakosoa na kuyaradi na kuyavunja baada ma bayyanahu, baada ya kuwa tushabainisha, baada ma bayyanahu, baada ya kile tulichokibainisha, na al-adillati allati, katika dalili ambazo kwamba tufidu fasadahu, zinatujulisha uovu na ubaya wa maneno haya Albani. Wa innama alladhi ya'nina, na linalotuhusu hivi sasa huna hapa, anubayina, nitubainishe, bianna haulai almutamasilifin, ya kwamba hawa masalafi uchwara, tanaqadhu ma anfusihim, wamejigonga wao wenyewe, fima da'awhu, katika kile walichokidai, haithu sarrahu, kwa namna ambayo wamebainisha, fi mawadhi ukhra, katika sehemu nyingine, biannahum, ya kwamba wa ghairu mulzamina, hawalazimishi, bifahmi salaf, kushika ufahamu wa salaf, wala bifahmi sahaba, wala ufahamu wa sahaba, wa khasa hasasa indama yuaridhu fahamu salaf, ni wakati ambao kwamba ufahamu wa salaf unapopingana afahama unapopinga fahamu zao. Fahadha huwa ashaddu muqallidi ash-Sheikh al-Albani al-mutanaqid, huyu ni miongoni mwa wale wafuasi wa kereketo kabisa wa Albani, almutaassibina la, wenye kumfanyia taassubi yeye, na wenye ukereketo na yeye. Ali ibn Hasan al-Halabi, huyu ni Ali ibn Hasan al-Halabi, yatakhabatu, anajigonga, fa yaqulu fi kitabi al-insaf fi ahkam al-i'tikaf, sahifa ya 35 taba ya maktaba al-islamia Amman, zidisha ala dhalika, juu hilo, annana, ya kwamba sisi lasna mutaabadina bifahmi ahadin, hatulazimishi kufuata ufahamu yote, kaina man kana, awe atakavyokuwa, sawa kana ibn Mas'ud, sawa ni ibn Mas'ud, au ghaira, au asiyo ibn Mas'ud, yani sawa huyo ufahamu wa mwingine uwe ni wa sahaba au sio kwa sahaba, sisi hatulazimishi kufuata ufahamu mwingine. Inma nahnu ta'abbuduna bi nasr rasulillah sallallahu alayhi wasallam, binasi rasulillah sallallahu alayhi wasallam athabit anhu, sisi tunafuata nasu ya maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yaliyothubutu kutoka kwake. Huku mwasema tunafuata ufahamu wa salaf, huku ufahamu wa salaf ukipingana na matakwa yenu mwasema sisi hatufuati. Walahidh, chunguza, annahum, ya kwamba wao yadhkuruna daiman, wanataja milele, nasu hadithi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhi, ambayo kwamba yumkinuhum, inawezekania wao, ayatalaabu fihi, wayachezea, bitasihi wa tadhif, ima wasahihisha au wadhufisha kulingana na matamanio yao. Wala yadhkuruna alquran alkarim, wala mara nyingi haitaji Qur'ani, alladhi, ambayo kwamba la yumkinuhum talaabu fihi albatta, hawezi kuichezea. Mara nyingi utasikia sunna husikii Qur'ani, kwa sababu Qur'ani hawezi kuchezea, lakini kwenye hadithi unaweza kuchezea. Wakaleta michezo, wakasema hii ni sahihi na isiyo sahihi, na hii ni dhaifu na sio dhaifu.
Kama tulivyoona maneno kule ya Barbahari, hawataki Qur'an, hawataka sunna tu ili waichezee. Fayuqalu lahu al'ana, sasa hivi tunamwambia, wa hal ta'abbuduka bi nafsi rasulillah sallallahu alayhi wasallam duna nususi al-Qur'ani. Wewe unasema kwamba sisi tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tu. Kwa hivyo tunakuambia wewe fuata maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam peke yake kinyume na Qur'ani. Madha unakusudia nini? Allah, mambo hayo. Hiyo ndio elimu ndugu zangu, hiyo ndio elimu. Hakuna masala ya propaganda hapa, hakuna masala ya propaganda. Propaganda wapelekee kule Wanyogongo. Hapa sisi tunataka ilmu tu, tunataka hujja, tunataka burhan. Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Ama kidampa kimoja kitokea, huyu Shia, huyu Nkii, huyu Mii, huyu nini, hivyo ni vidampa tu, kama tishu za kufutia jasho. Unakichukua unakifanya fanya hivi, unafuta jasho unatupa kule kwenye debe la taka. Sasa msishughulike navyo, msishughulike navyo. Sisi hapa tupo katika vikao vya elimu, vikao vizito hivi vya kujadili masaili ya kielimu. Hivyo kuna baadhi ya vidampa lazima vitatokea. Na mnajua kwamba maumivu yakiwa ni makali, yani kila sauti ya mlio inavyokuwa kali ndio ishara ya kuonyesha kwamba maumivu ni makali. Kwa hivyo sindano zinaoingia, zitawaingia tu sehemu zote, mbele, nyuma, juu, chini, zitawaingia tu, na tiba itawasaidia tu. Kwa hivyo wacheni msafara uendelee kwenda mbele, na hivi vijibokoko viacheni viendelee kubweka. Hivi vijibokoko haviwezi kuzuia msafara usiende, kama ilivyo mlio wa chura hauwezi kumzuia tembo asinywe maji. Da'il qafilata tasir والكلاب تنبح هكذا. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.